Nyamazisha kimya kila mifumo yote ya giza. Bwana, tunaachilia uelewaji wa watoto wako wakakuelewa wewe Bwana, ukanitumie kama chombo tu Bwana, lakini nje na mnenaji ukawa wewe. Kwa utukufu wako Yesu Kristo, ninapomoka chini yako Bwana, nikitaka wewe Bwana uzidi, mimi nipungue. Roho Mtakatifu ukasimame pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nipe dakika chache nimalize kipengele cha madhabahu 9 za vilingi vya ukoo. Tumezungumza kwa bali ya kitabu cha ukoo. Ni kitabu kinachotunza kumbukumbu za kiroho za familia, kabila na ukoo. Nikatoa tofauti ya kabila, familia na ukoo, ili unapoomba ujue unaomba. Wako wa Kristo unaodhani haya mambo ni mambo ya kutengeneza, lakini nao ushahidi. Tutaenda leo, tutaangalia kitabu cha Mwanzo 49. Tulisoma nusu Ijumaa. Leo tutaangalia Yakobo anaachilia uhusia. Ule uhusia ndani yake ulibeba hata majanga, ulibeba hata maisha mabovu. Kwa hiyo tunaangalia kwa mzaliwa wa kwanza mpaka mzaliwa wa mwisho. Kwa hiyo tutaangalia aina 9 za vilinge vya ukoo, aina 9 za malango ya vilinge vya ukoo. Nilisema vilinge vya ukoo ni nini? Nilisema malango ya vilinge kwa ufunuo wa kina ni malango ya kiroho, ni milango ya kiroho inayosababisha maisha ya mtu kuzunguka katika mzunguko ule ule. Kiona unapambana, lakini ukipambana unaishia hapo hapo. Elewa mfumo huu ni vilinge. Kwa hiyo kuna tofauti ya mtu anayepigana na mizimu na anayepigana na malango ya vilinge vya ukoo. Nikasema vilinge ni mzunguko wa kurudia historia. Ulichokishinda mwezi uliopita, unakuta mwezi huu tena kinakusumbua. Kwa tunapozungumzia habari ya vilinge vya ukoo, lazima ujue nini kilifanyika. Tulipozungumzia habari ya rekodi za damu, rekodi za historia za dhambi za kizazi, yako mambo ambayo yanasimama katika maisha ya watu. Wako watu wameokoka wanatafuta chanzo cha hayo wanayoyapitia. Wako watu wanaijua Biblia mpaka nyuma, lakini hizi roho haziogopi cheo. Hizi roho haziogopi mtu. Roho hizi zinamwogopa mtu aliyepata ufahamu. Kwa kuna watu kwenye familia zao wana ndoa. Kuna watu wanatalaka kwenye familia zao. Kuna watu wakifika level fulani kiuchumi wanateremka. Kuna watu wakifika kwenye eneo fulani kifedha mambo yanakuwa si mambo. Ninapokufundisha unielewe, sipo kimwili nipo kiroho. Lengo ni kukusaidia wewe ujue kwamba yako mambo yanahitaji msaada wa kiroho. Kwa kilichofungwa kwa agano uondolewa kwa agano. Unapotaka kutoka lazima ushughulike na agano la nyuma ili usimamishe agano jipya. Bwana Yesu alisaidia sana. Ni kweli Yesu alikuja kutukomboa, lakini Yesu hakutuletea ujinga, alituletea maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati najifunza juu ya ufunuo wa makosa 7 kwenye utoaji wa sadaka, nikagundua hata kuzimu inapata nguvu kupitia sadaka. Kwa kuzimu inaweza kupambana na Mkristo mmoja ambaye alikuwa akitoa sadaka vizuri ili umalizane naye. Kwa angalia, kuna familia zinakufa na ugonjwa mmoja, kuna familia zinakufa na kisukari, kuna familia wanakufa na ugonjwa wa ukimwi, kuna familia wanakufa na kansa, kuna familia wanaishi maisha wakiwasomi lakini wana vyeti viko ndani, wakitafuta kazi hawapati kazi. Kwa hiyo naanza kutafuta ndani karoga, lakini shida ulipookoka unataka kujua historia ulikotoka. Hata Yesu kisoma kitabu cha Mathayo sura ya 1, unaanza ukoo wa Yesu. Hakuna asiyetokea kwenye ukoo. Hata wewe umetokea kwenye ukoo, hata mimi nimetokea kwenye ukoo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitabu cha Mwanzo sura 49. Mimi nimeitwa kukufunulia vitu vya rohoni. Kwa kitabu kuishi kiroho, nisikilize kwa makini. Lakini usiponisikiliza kwa makini utafeli. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe sasa kitu. Na ukifuatilia hii historia ambayo unaweza kusoma ukacheka au kafikiri uhosia wa kawaida. Hakuna ukosi uko na uhosia. Na kama kuna kitu cha muhimu sana cha kuwa nacho makini ni mtu akiwa anakufa.
Ukiitwa na mtu anakaribia kufa, kuwa makini na maneno anayozungumza. Yale maneno ndani yake yamebeba siri. Akikwambia kitu fulani, nimekuachia watoto na hizi mali, usiwanyanyase na usiwanyanyase kweli. Sasa hapa alikuwa ni wosia wa Yakobo. Tukija kabisa kibibilia, Yakobo alikuwa ni prophet, alikuwa ni nabii. Amen. Tunazungumza mtu aliyekutana, aliyokumbana na malaika. Anasema Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie atakayowapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie, enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu. Reubeni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu, umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka, anasema umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Usiwe na ukuu. Na ukiangalia hili neno, nenda kasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33. Kama sikosei, wewe niangalia la karaka. Hili neno Reubeni, kizazi chake, anaambiwa wewe utakuwa na miaka mingi, utaishi miaka mingi, lakini utakuwa na kitu. Amen. Haujai kuona kuna familia wanaishi miaka mingi? 33 mstari wa 6. Reubeni naishi asife, lakini watu wake na wale wachache vifo. Utakuwa na miaka mingi, lakini vifo vya bidii yako havitakuacha. Maana yake utakuwa na jitihada kufanya kazi, lakini hautakuwa. Haujikuona kuna watu wakiwa wanatafuta maisha, kuna tabia inakuwa haipo. Kuna karoka uzinzi akaamki, lakini akipata hela ikakaa kwenye wallet, hata ulevi unaweza ukaamka. Wewe anasema pesa inapukutika kabisa, sijui imeenda wapi, lakini pesa nilikuwa nayo mkononi. Kuna watu, si kwamba kuna majini anatumia hela, kuna uwepo wa roho inayoamka ya matumizi mabovu, matumizi yasiyokuwa na mpangilio, anapopata fedha. Reubeni analaaniwa. Reubeni analaaniwa. Kosa ni kukipanda kitanda cha baba yake. Kosa alipanda kitanda cha baba yake, alilala na suria la baba yake, baba yake akatoa laana. Sasa hebu piga picha kwenye familia ulikotokea. Wosia wa babu yako alizungumza nini? Wosia wa mjomba alizungumza nini? Anasema mstari wa 5, Simeoni na Lawi ni ndugu, panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu usiingie katika siri yangu, fahari yangu usiungane na kusanyiko langu. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Nenda kamwangalie Musa. Musa ametoka kuongea na Mungu mlimani, akaua watu kwa amri yake, akaua watu 3,000 hasira. Yeye ametoka kumtuliza Mungu, amemwambia Mungu usiwaangamize, usiwaondoe, lakini ameshuka akakuta na wanafanya mambo mengine, akamaliza nao kwa upanga. Anasema Reubeni, anasema nani? Simeoni na Lawi. Na Musa ametokea huko wapi? Walawi. Umeona? Roho inatembea. Hasira. Kuna mtu ana hasira. Akiwa na hasira, ili atulie lazima avunje masahani, lazima avunje glass. Kilichoko mbele yake, hata kama ni simu, inapigwa chini. Yaani anasahau kwamba hiyo ni simu, anasahau kwamba hiki kitanisaidia baadaye. Hasira imeshapanda. Haujai kwenda kwenye mahusiano, kosa limetokea kidogo, lakini anakuambia mimi naona wewe ni wale tu. Ni wale tu. Shida sio yeye. Shida ni viringi. Alikotokea. Hamtaki ndoa. Amen. Yaani kuna mtu ana hasira, akikasirika hata kanisani hawezi kuja.
anatetemeka. Anayetokea mbele yake akiongea vibaya analo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ghadhabu yao na ilaaniwe, haina huruma, na hasira yao maana haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Angalia mstari nani? Yuda ndugu zako atakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Yaani wewe unabarikiwa. Na hapa kwa Yuda ndiko alikotokea Yesu. Ni kabila kadogo sana. Yaani hapa kila mmoja anapewa chake. Asimu ndio baba anasema, wanangu nakaribia kukata moto, kwa hiyo ninawaita. Sasa unakutana na habari mbaya kama za Reuben, unakutana na habari mbaya za kina Simoni na Lawi. Bwana Yesu saidie sana. Nyuma kwenye somo la nyuma kwenye agano nilizungumza kuna mapepo mahaba ambayo yanatoka kwenye chimbuko. Kuna mapepo mahaba yanatoka kwenye asili ya viringe vya ukoo. Nikawapa kisa cha yule aliye babu akasema, yeyote atakayeitwa jina la bibi yake mke wangu atakuwa mke wangu. Kwa hiyo ukapewa jina la bibi, kwa maana yake mizimu ikakuoa, maroho ya roho mama ikakuoa. Lango la kwanza linaitwa lango la laana ya umaskini. Kila mtu kwenye ile eneo anafanya kazi, lakini hakuna anayevuka. Analipwa mshahara, anahangaika, anapata kazi, lakini lango la kilinge cha ukoo alikotoka linaongea umaskini. Sasa kuna umaskini unakimbia kwa kufanya kazi, na kuna umaskini ambao ni roho. Kuna umaskini ambao ni roho, kuna umaskini ambao ni vazi. Tukipiga mbele na kufundisha, kuna umaskini ambao ni roho na kuna umaskini ambao ni vazi. Kasome Mwanzo 49, mimi sina muda wa kutosha. Mimi natiririka na maliza kesi hapa. Kwa kuna mtu anafanya kazi kwa bidii, anajitihada, na raia au jamii haina shida na bidii yako. Raia wana shida na matokeo. Ni kweli upatikani mpaka ibada za katikati, lakini watataka kuona matokeo ya kilichokufanya usipatikane ibada. Hivi unajua ibada zote unazozifanya nyumbani, yaani maombi, ibada zote unatakiwa uziheshimu kama siku ya Jumapili. Ibada zote. Mithali 22:7. Huyu mtu amegubikwa na madeni. Kula madeni, kuvaa madeni, kodi madeni, roho ya umaskini. Lango la laana ya umaskini. Lango la pili, lango la kwanza na kuanguka. Kuna watu wana neema ya nguvu ya omega. Kuna watu hawana neema hiyo, wana neema ya alfa. Wana uwezo wa kuanzisha jambo, lakini ile jambo linadondokea katikati. Kuna watu na neema ya alfa na omega. Ukiona unaanzisha kitu, kile kitu unapokianzisha kinaanza vizuri, omba neema ya nguvu ya omega ya kusimama na kile kitu mpaka mwisho. Kuna mtu anaanza na nyota ya uimbaji vizuri, anaimba vizuri kabisa, lakini anasimikia katikati. Na shetani anaweza kutumia roho ya ulikotokea, historia ya dhambi za kizazi. Kuna karoho fulani kakiburi, karoho fulani kakujisikia. Kwa hiyo umeshafika level fulani, hutaki kumsikia mtu yoyote. Yaani wewe unajiamini wewe unajisikiliza wewe, unajielewa wewe. Zaburi ya 129 mstari wa 2. Wamenitesa sana tangu jana wangu, lakini
hawakunishinda. Kwa maana hii kuna mtu anaweza kaanza kuteseka kuanzia kwenye levo ya tumboni mwa mama yake mpaka ujana wake mpaka uzee wake. Hizi roho haziogopi kulia. Hizi roho zinaogopa mtu ambaye ameamua kujitoa sadaka kwa ajili ya maombi, ameamua kumfuata Yesu totally. Hizi roho zinampenda mtu anayefanya dhambi leo, kesho anatubu. Fanya dhambi leo, kesho anatubu. Zinampenda kwa sababu zinaendelea kukaa. Biblia inasema Bwana yu mbali na wasio wake, bali usikiliza sala wenye haki. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele. Kitabu cha Yohana 9:31 kasoma. Sura ya 9 mstari 31. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele. Wako wauni, yuko muuni mmoja anajiita ni mtumishi wa Mungu, sasa kungaja jina. Yeye kasema hakuna siku za mwisho, ni vitisho. Hata juzi kana muonyesha mwasibu kwa juzi. Nimetuma somo ilikuwa Ijumaa. Yuko mtu mmoja muuni tu. Akasema tangu nikiwa na miaka 10 baba yangu alikuwa anasema Yesu atarudi. Mpaka leo nimefika umri Yesu hajarudi. Acheni kutisha watu. Ni mtu wa theolojia. Sikumjibu. Mimi nikikuona moyo usikujibu. Na kuacha ukae na wewe wako. Biblia inasema umjibu mpumbavu sawa na upumbavu wako. Ukimjibu mpumbavu atapata maarifa, mjibu kipumbavu. Amen. Kuanza na kuanguka. Mtu anafanikiwa mwanzo lakini mwisho kila kitu kinaharibika. Uje kuona mtu anaomba hata 5,000 ya kula. Anaomba hata 2,000 ya kula. Akwambia hata hiyo kuku nitumie. Unaitoaje? Yaani wewe nitumie tu. Badili sasa hivi hata tikopesa umerahisisha maisha. Hata jelo unaweka kwa wakala. Juzi umetuma message, unaweka kwa wakala jelo. Kwa hata kwa wakala unaweza kutoa jelo na ikatoka. Unarahisisha maisha ya Royce. Nasema uongo. Haujekutana na mtu alikuwa na kazi nzuri na kampuni nzuri, lakini ghafla sio wajana. Hata leo asubuhi nimekutana na message ndefu. Yuko mtu ambaye amezulumiwa bilioni 1 na milioni 122 kana laki kadhaa. Ananiambia mchungaji, mimi ni friend kutoka mkoa. Sasa wewe ni kudhamini, mimi nakujua. Wewe umepigwa na kitu ambacho kinafanya Wakristo wengi wanapigwa. Mkristo anapofanikiwa anakula zaka. Mkristo anapofanikiwa anasahau alipofanikiwa ni wapi. Kwa sasa unakuta kuna maisha ambayo na sisi wachungaji nafika sehemu tunachoka. Ni kweli hatuombei watu kwa fedha, tunaombea watu bure. Lakini nafika wakati yule uliyemwombea unasikia kabisa akashatoboa. Tunaanza kutafuta viti 10, viti 50, wakati na uwezo wa kutupatia hata milioni 1. Nimeona leo watu wamejiongeza, sisi hatutaki kujiongeza. Kumuona 500. Kuombewa sema hiyo maisha msa. Hapa message sio sema wazi. Kumuona nusu saa la kuanza kutabiriwa 500. Kuunganishwa na Mungu moja kwa moja milioni. Kwa hiyo wenzetu wanasimu. Yuko mtumishi mwingine juzi kasema alikuwa na chati na Mungu, na kaonyesha message chati na Mungu. Sasa haya ni mambo ambayo yanahitaji neema, uelewe. Lango la 3 andika. Lango la talaka na migogoro ya ndoa. Yaani wewe hata ukimbieje usipoishughulikia. Kwa maana kitabu cha Ezekiel 22:30 Biblia inasema akatafuta mtu kati yao. Mungu anatafutaga mtu mmoja. Wewe jifanye piskali, jifanye NHB, jifanye sukari ya warembo, jifanye sini nani. Lakini nikwambie, usiposhughulika na hili lango, hata uvae suruali utokeje. Hata utoke mchicha, utoke maharage, utoke njugumawe, utoke sijui nini mnavu mimi sijui. Lakini uwe na uhakika hapa lango la talaka na migogoro ndoa. Mimi nikamwambia kijana mmoja, wewe wa taipu yako ukihangaika na yule ambaye sio taipu yako utapata shida. Siku moja mimi nizungumza kwenye ile eneo. Kuna watu wanakurupukia rangi, wanakurupukia shepu, wanakurupukia mimi nimekupenda sawa, haina shida, sio tatizo. Bila kushughulika na mfumo ulikotokea. Kaka mmoja kadondoka kwa dada mmoja. Kuanzia kwenye uchuma nampelekea kitimoto ndizi, kitimoto chuma ndizi, ndizi soda.
amemwingiza ndani ni kudekeza tu, mara nyama, mara mishikaki nini, leo baby usipige. Sasa akaja tena, nadhani Zakaria atakuwa namfahamu, nitamtajia baadaye, nitakutajia jina. Sasa kaka kaniambia, unamjua kaka yako fulani? Niambia akasema sio wajana. Akaja akafilisika, akaenda kutafuta kazi kwenye kampuni ya Sayona. Mwalimu akamwambia, mimi narudi kwetu tu, mimi sijazoea kula matembele, mimi nataka kula kama vile mwanzo. Ngoma imeamka ndani, talaka, migogoro. Kuna watu na neema ya kuolewa, hawana neema kudumu kwenye ndoa. Kuna watu na neema ya kupata watoto, wana neema ya kuolewa. Sasa unaanza kutafuta, si shida ni nini hapa? Shida ni sio shida ni nini? Ukiona migogoro ya ndoa, ukiona unatishiwa ndakupa talaka, wala usinizingue, wewe jua hiyo ni lango la kilinge linafanya kazi. Sasa unakuta mtu anapigana na, niliwaambia swala la dhambi za ulisi zinatoka kwenye ukoo. Niliwaambia Ijumaa. Kwa lazima ujue kama ni dhambi za kizazi, chimbuko ni wapi. Jua kwa babu kunatokea matatizo gani, jua kwenye familia matatizo gani, jua kwenye kabila ni matatizo gani. Fuatilia audio yangu ya kwanza Ijumaa. Sasa tunakwambia kwa moto lao, familia mtoka kwa moto lao. Shida sio familia, umeangalia kwa jicho. Na niwahi kuambia mizimu ni mizimu ni mapepo, wala sio babu aliyekufa, wala sio shangazi aliyekufa, wala sio mjomba aliyekufa. Ni mapepo aliyojivika sura ya mtu aliyekuwa anapewa heshima katika familia au ukoo, ili na yenyewe yapewe heshima, ili na yenyewe yapewe ibada. Yanapotokea simlikuwa mnamheshimu babu alinitokea akaniambia, mjukuu toka mjini nenda kijijini. Hawajaona kuna mtu amekuja mjini hapa tangia 90 lakini kitanda na maisha alionayo, kaangalia pazia alionayo ni na mwaka 2001. Sasa taanza kukelea katika jina la Yesu, achia na kataro umaskini. Kuna umaskini ni vazi, kuna umaskini ni roho, kuna umaskini ambao unahitaji upate maarifa, na kuna umaskini unaletwa na uvivu. Kuna umaskini ambao ni elimu zilizoingiziwa kwenu. Sisi ni maskini mwanangu. Wazee wetu walikuwa wavivu. Si kwamba walikuwa maskini, mashamba yalikuwepo, michungu wangepanda, maembe wangepanda, maparachichi wangepanda, na hata zabibu wangepanda hata korosho wangepanda, vyovyote miti ilikuwepo, ila walikuwa wavivu. Kwa roho ya umaskini ikapita kwenye roho ya uvivu. Wewe hata kama kazi ni 200,000 fanya, kwa sababu unasafisha nyota. Umekaa muda mrefu na uko jobless. Kazi nayo kuja, piga kazi ili kupiga viapo vya ukoo. Kuna watu hapo kwenye familia zao walishaambiwa nao kujenga na kununua kiwanja. Ulishanunua viwanja ujengi, na wengine wakishajenga hizo nyumba wakai wanakufa. Shida sio umeolewa na nani, shida ni nani aliyekuoa. Shida sio hiyo. Shida kwa tulikotokea baba na mama walifunga ndoa. Yesu alimaliza msalabani, sawa, alimaliza. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote. Sasa silaha ni za nini? Silaha ni za nini? Kama Yesu alimaliza msalabani, mwambie jirani, silaha za nini? Kwa nini tuwe hodari? Si Yesu kumaliza msalabani. Yesu ameshamaliza, lakini kuna package ya Yesu amemaliza. Kuna package yetu pia. Kuna pande hizi, shilingi na pande hizi. Tulinunuliwa, manake tuliuzwa. Kitabu cha Ufunuo 5:10 kasome anzia 9 mpaka 10. Tulinunuliwa kwa damu ya thamani. Tunahamishwa. Unapohamishwa, changanya na za kwako sasa. Ingia ibada, anza kujifunza kuhusu Yesu. Haleluya. Sasa mimi siku moja nikamuuliza mtu mmoja. Nikaamua nasema mambo ya mizimu, mambo ya kuokoa, ni mambo hayaeleweki. Nikasema mbona tukikemea pepo zinaitika? Nimetoka wapi fulani, ondoka. Hata jana jioni nilikuwa na mwasibu pale, nimepigia simu. Na simu imenipigia. Sasa nikawa nataka nikamwambia niandikie majina, nitaomba na wewe kesho. Alikuwa ndipo akaniambia hapana, usimuombe kesho, muombe sasa hivi. Nilipoanza kuomba pepo zikawaka. Roho anasema ukimsubirisha kesho anaweza asifiki kesho.
Wakasema kwa nini umempigia simu? Wakaanza kupambana naye. Lango la 4, andika. Lango la vifo vya mapema. Kuna watu wanakufa kama kuku wa mdondo. Yaani kuna familia wanazika. Nilipokea familia moja wanakufa kwa ukimwi. Kuanzia mdogo mkubwa ni ukimwi tu. Anasema chanzo kilitokea. Kwanza kutafuta chanzo kilitokea wapi? Chanzo kilianza kwa mama mdogo. Ngoma ikaanza kutembea. Sasa yeye alikosokoswa na ukimwi, wakafiatua moyo. Akakiongea na mimi, anaongea alafu anatulia. Unabidi umsubiri kama dakika 5. Hapa anahema, kisha hema. Anasema sasa ndio ikawa hivyo, kwa hiyo ikawa hivyo, anaendelea kuongea. Ikifika akiongea kama dakika 15, anazibu kidogo na unabidi umsubirie. Hapo anapandisha, anashusha pressure. Akishashusha anaongea. Nikasema nikaanza kupiga picha. Lakini chanzo cha haya magonjwa ilitokea wapi? Walitoa hela ya makaburini, walifanya ibada. Babu alipiga simu. Alipopiga simu, baba yao hakutoa hela ya kusalia ibada ya makaburini. Babu akafiatua neno, utakufa kama alivyokufa huyu, walivyokufa hao. Ngoma ikatemea. Kwa hao wakadedi kwa njia hiyo. Kwa yeye akakoswa na ukimwi, akafiatuliwa. Akasema ameenda mpaka hospitali za Wachina. Walishampa dawa za kutoa, anambia kwenye mishipa ya moyo kuna mafuta. Wakati nakemea na omba, Baba katika jina la Yesu, yakaamka. Akasema kwanza huyu aturudishie, na alikuwa amepewa na nia kiunoni. Inaitwa nini? Shanga. Akasema kwanza huyu atupe shanga yetu. Nikasema mnamdai shanga. Akasema jambo la pili, siku hizi hatoi hela za kusalia makaburi. Kwa kuna Mkristo kaokoka, lakini anasalia makaburi, ana ibada za makaburi. Wakisema leo tunafanya ibada, anatuma sadaka, anatuma hela. Wewe hata kama umeokoka, wewe tuma tu hiyo hela, hatutaichanganya kununua mchele. Kwani si umeshiriki? Tutanani tu. Unajua kujengea kaburi bila ibada sio dhambi. Bila nzuri, ndio kupe tofauti hapa. Kujengea kaburi bila ibada sio dhambi. Ila kufanya ibada ya kimila, kufanya ibada ya tambiko uko sawa. Sisi tuliokoka hatuna 40. Usioka sema una 40. Hatuna ibada za kunyoa nywele. Hatuna ibada za kusafisha makaburi. Wewe na kweli kuna makaburi ya babu zako na ndugu zako, safisha bila ibada ili kuondoa poli tu kwa ajili ya ukumbusho watoto wanaokuja, wale jamani babu zenu hao walitazaa hapa. Sasa kuna Mkristo mmoja ambaye yeye kajificha kwenye kivuli cha wokovu. Akitoka hapa anaenda igwe. Anainama na inuka, anainama na inuka. Hapo anakuja mjini. Akija mjini anababarika. Hapa tunapozungumza vifo vya mapema. Kuna roho inavuna watu kabla ya wakati. Kuna uwepo wa agano la kiapo cha damu. Ukirudi kwenye kitabu cha Ukoo, kuna uwepo wa agano la damu ambao inataka fidia. Angalia, kuna watu mimba za kwanza zilitoka, mimba ya kwanza iliharibika. Ukiona uliharibu mimba ya mtoto wa kwanza, ndio hiki fidia ya kiapo cha damu. Manake lango nguvu la familia limechukuliwa. Fuatilia watoto waliozaliwa wote wataki shule. Fuatilia vizuri watoto waliozaliwa baada ya mimba ulioharibu ya kwanza, wanasumbua malezi. Bwana Yesu zaidi sana. Hiki nakufundisha ni kitabu changu kilichoandika. Kwa usifikiri nimekukopia kwa mchungaji yote. Kwa hiyo kusaidie. Kuna watu wanakufa kama dagaa. Kuna watu wanakomaa sura nafika mpaka miaka 90, lakini ana suruali 2 na shati 2. Ana siketi 2 na blouse 2. Ana vitenge 2 na kanga moja. Tena imepauka. Hawa ni watu ambao hawajajua siri. Zaburi ya 118 mstari 17. Sitakufa bali nitaishi. Kwa nini Daudi alizungumza hivyo? Sitakufa bali nitafanyaje? Maana yake kuna vifo nyemelezi vinavyonyemelea maisha ya watu. Kuna roho ambazo hazitaki wewe uishi, na kuna wengine sio kufa kwao tu, wanaua vya kwao, wao wanaishi, lakini chako nacho tafuta kinakufa. Unaona viko inang'ania cha Simba. Mimi hata wangenichafua, hata wangenibebesha magunia yanayovuja takataka, mimi siami.
Tutabanana hapa. Ina maana huyu mji nakujua vizuri. Kwa mimi nilikuja na ramani karatasi, niliandika kila kitu wakati naanza huduma. Kodi najua. Kwa watu tunayopitia ni madogo. Tulioanza kule chini unajua tumekutana na makorokoro mengi. Usipojua ulipotokea pakoje, mwanangu nikwambie yaliyokushinda wewe yatawashinda watoto wako. Ndio maana ukifika kwenye eneo la kutoa sadaka ukuta mtu amekuja 700. Hapo amekuja 700 anamiminika chozi. Hawaogopi. Ndio maana siri iliyopo lazima ujue Mungu unayemtumikia ana heshima kiasi gani. Shida sio 700. Shida ni heshima ya unayempa. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 5, lango la magonjwa ya kurithi. Magonjwa yanarudia kizazi kwa kizazi. Lango la magonjwa ya kurithi. Magonjwa yanarudia kizazi kwa kizazi kutoka 15:26. Mimi ni Bwana nikuponyaye. Kwa nini? Mtu anaposema atakuponya maana kuna magonjwa yapo. Yeye ni Bwana kuponyaye yapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia hii ni kama dalili ya pumu. Hii ni pumu hii. Hii pumu hii babu yako alikuwa nayo. Hii pumu bibi yako alikuwa nayo. Kuna watu wameng'ania majina ya bibi zao hapa, babu zao hapa. Tena ukitaja na waka kama moto. Pressure, macho. Siku moja nakumbuka mwanangu mmoja, yeye alikuja anatokea Kibaha. Sasa kitu kinachonisaidia mimi siombi kwa kujulikana, siombi kwa jina langu lijulikane. Naomba Yesu ajulikane. Nikaanza kuomba bila kuuliza. Sasa bibi akatoka akasema, sasa wewe usi wa jina wangu unatutenganishaje sisi mimi na wajina wangu? Nikasema kumbe ni wajina. Sema nikasema ngoja baba kwa jina la Yesu na yatuliza. Nikamwamsha. Jina ulionalo nani? La bibi. Bibi alikufanya na ugonjwa fulani. Na nini alikuwa anasumbuliwa na kitu fulani. Na yeye ukimwangalia ni vile maisha yale. Kwa hiyo lango la magonjwa ya kurithi. Kurithi ni kupokea kitu, kupokea jambo au kitu kutoka kwa aliyekutangulia, kizazi kilichotangulia. Unasema mtu aitwa uthibitisho. Ibrahim mke wake alikuwa nani? Ibrahim mke wake alikuwa nani? Tasa. Si ndio? Haya. Akamzaa nani? Isaka. Lakini alizaa watoto wawili, si ndio? Wa mjakazi na wa halali. Haya, Isaka alimoa nani? Rebeka, si ndio? Nakupa historia ya Biblia sasa. Rebeka alikuwa nani? Tasa. Baada ya maombi akamzaa nani? Esau na Yakobo. Baada ya hapo Esau akamoa nani? Akampenda Raheli akapewa Lea. Baadaye akafanya miaka 7 akapewa Raheli wake. Wakachelewa kufanyaje? Kupata mtoto. Lakini chimbuko walilizi roho ile. Kuna roho inahama. Na mara nyingi magonjwa yanakaa kwenye damu. Inherited disease. Magonjwa ya kurithi ukaa kwenye damu. Ndio maana ukienda hospitali wanakutoboa, wanataka damu. Damu imebeba, kuna kila kitu kwenye damu, kuna dini, kuna kila kitu. Kwa hata tabia inakaa kwenye damu, magonjwa kwenye damu, ulinzi kwenye damu. Lango la 6, lango la aibu na fedheha. Kila mtu anaishia kuwa na fedheha ya maisha. Aibu, udhalilishwa. Isaya 61:7. Baada ya aibu yenu mtapata fungu maradufu. Utakuta chanzo cha fedheha na aibu. Ulikuwa mtu msafi,
ulikuwa unavaa vizuri, unaishi vizuri, familia yako iko vizuri, ina amani, lakini ghafla ni aibu. Aibu. Tena wanakucholea mchoro hawa jamaa, hizi miungu inakucholea mchoro. Inakucholea mchoro, unaenda kukopa. Na inakuonyesha njia za kulipa mkopo kabisa ziko wazi. Unakopa mkopo. Amen. Ukisha kopa ili akuletee fedha, unaona kabisa hapa nikipiga biashara ya korosho, nikipiga biashara ya kahawa, nikipiga biashara sijui ya nini, natoboa. Unachukua mkopo. Mimi nimeshailani mikopo wanangu. Nimeshailani mikopo. Anishaambia Mungu sitokaa nisubutu, na nilishawaambia viongozi sitokaa nisubutu. Ile sasa shetani anaweza kukuchezesha mchezo na ukaishi kwa pressure, ukaishi maisha ya kudhalilika, maisha ambayo utajuta hata kwa nini ulizaliwa, maisha ya fedheha, maisha ya aibu. Unawaza nipite huko, unajua ukishakopa sehemu huwezi pita. Nipite huko, nipite huko. Pite huko, nipite huko. Kisha mwana anatokea na shati lake la mistari anayekudai, inabidi ukunje. Kisha kunje huyo, maisha ya kushtuka, maisha ya shida, maisha ya aibu. Shetani kukosa kwenye ndani, anachungulia kwenye ukoo, kuna historia gani ulikotokea, ili ashughulike na hiyo historia. Wanao, kuna watu wanateseka na kesi, zile kesi za kubambikiziwa, sio za kwao. Lango la 7. Lango la watoto kuharibika au utasa. Mimba zikai. Hivi ni haya ni malango ya mbinguni. Mimba zikai, watoto wanaharibika. Tulikutana hizi kesi sio moja mara mbili. Huyu vipi akamwambia mimi hii mimba ya 7. Mimba ya ngapi? Ya 7. Mimba ngapi? Ya 4 inaharibika. Yaani wao wana squeeze. Na hii shida inatokea hivi. Umezaa mtoto kitovu chake hujui ulipopeleka. Ulipeleka kwa mama mkwe, mtoto wa kike, peleka kwa mama mkwe. Mama mkwe ana kitovu. Kile kitovu unajua yanachofanya. Unapobeba mimba na tikisa kitovu namna hiyo. Akitikisa huko mimba inaharibika. Kitovu ni maisha. Kitovu kina maana. Ndio maana kuna familia zinaachana ugomvi kisa kitovu na nywele za kwanza na kucha. Mimba zikae au uzao ukae. Kutoka 23:26 pata kuwapo na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Lango la 8, roho za uchawi na mizimu na uganga. Lango la roho za uchawi na mizimu na uganga. Ukitokea kwenye familia yenye madhabahu ya kiganga, madhabahu inayopenda ushirikina, wokovu wako ni mgumu. Pale kuna madhabahu mbili zinapigana kwenye ukoo. Kuna madhabahu ambayo wewe unataka wokovu, yenyewe haitaki. Sasa kama mamako ndo mganga kinyi unafanyaje? Ukifika nyumbani inabidi uwe mpole. Sasa wewe mpole, lazima yani lazima fuse mbili zitoke. Uwe kama mimi baba yako. Yani ukifika, yani hapo ni kupiga hata visivyopigika. Siku moja tu kwenye maombi kama haya, kule chini tumekomaa, mimi sijui wala lile. Lazima piga, ngoa na kamata, na mdaka juu na mdaka, na mpiga, mlete chini, mkanyage. Tunguli likalipuka la mganga kienyeji. Sisi hatujui. Tunamaliza amen, barua ya kesi kwa mjumbe. Kwa bwana, wewe umekuja kuhubiri Injili, wakamkamata aliyeniweka pale. Shemeji yako. Wakamkamata aliyeniweka. Wewe ndio uliyemweka. Wakati ngome makibeno ndio inaanza. Wewe ndio uliyemweka. Ndio maana nasema hivi, hata Chasima wangejikusanya wachawi wa aina gani, wajikusanye na matunguli hata 200, wakiniweza mimi naenda disco. Hadi wakiweza mimi naenda disco. Kwa sababu haiwezekani tangu nikiwa na miaka 12 mpaka leo nimtumikie Yesu
Alafu mtu asiyesugua miguu yake, mtu asiyeswaki, mtu anayevaa nguo ambazo zina rangi mbili tatu anisumbua. Hapa inahitaji akili ya ziada. Hapa inahitaji akili ya ziada. Kuna watu walizikwa na kufukuliwa kwenye makaburi. Unapoingia kwenye vita vya kiroho, unajua kwa nini umeokoka na kupambana na maisha ya kawaida, lakini unaota ndoto za kijijini. Upo mjini, kuna watu wanaishi mjini lakini wanalala kijijini usiku. Yaani kitanda chake kipo kijijini, ila asubuhi na mchana anaishi wapi? Mjini. Na ukimwona asubuhi mchana mjanja, ila usiku wanamsafirisha na ndege. Analima, anasimamia mashamba, akimaliza anarudi mjini. Wengine wanasinzia hapo wameinama kama vile wanaenda kwa ruka. Kina Musa. Bwana Yesu tusaidie sana. Kumbukumbu la 18:10 hadi 12. Asipatikane kwenu mtu afanyaye uchawi, atakayefanya uchawi. Uchawi ni mfumo. Mchawi ni mtu. Niliwahi kutaja aina za uchawi. Niliwahi kutaja mihuri ya kichawi kwenye kitabu changu cha mtandao wa utendaji kazi wa wachawi na serikali ya Lucifer. Nilitaja mihuri 7 ya kichawi. Nikataja habari ya aina za uchawi. Bwana Yesu tusaidie sana. Na aina za wachawi, kuna mchawi anayejijua, kuna mchawi asiyejijua, na kuna mchawi aliyelazimishwa. Kwa hata ukiambiwa mama yako, baba yako, shangazi yako ni mchawi, kabla ya kukonfirm na kuanza kufanya maombi ya vita, chunguza katika level 3. Anajijua, hajijui, kalazimishwa. Katika hizo level 3. Kuna uchawi wa kombe unaotumia jina la mtu. Yaani wao hana shida na wewe, unatumia jina kukuita. Kuna uchawi wa mafundo ambao mnaweza mkazika kuku. Niliwahi kuambia mkitaka kujua hata yule marehemu aliyekufa, unaweza kushangaa mmeweka jeneza kuku akawa anapita pale kuku. Kama ni mwanaume anaweza kupita kuku. Dume. Sasa yule kuku ndio yule. Nyinyi mnazika gogo lakini yule kuku ndio yeye. Hata juzi imetokea. Nikaingilia kesi ya mtoto aliyechukuliwa msukuli. Nilipoingilia kesi akanifuata nyumbani. Yesu seleza. Sasa nikaanza kuambia ukweli kwa sababu siku hiyo walizuiliwa wasinipigie simu. Maiti niliwaambia ishara 3 za mtu ambaye amechukuliwa. Ili ndio kabisa. Huu ni mfumo wa huyu mtu tunazika, sio yaani huyu mtu kachukuliwa. Kwanza lazima toke damu puani au mdomoni. Hajapata ajali, amekufa kifo cha kawaida, damu puani. Nikamwambia njia nyingine nataka kuifanya mkono namna ya mguu. Sio mgumu, ni kama kafa leo, kwa kafa juzi. Lakini nikamwambia ishara nyingine natoa harufu. Yeye anasikia harufu yani kama mtu aliyeoza sungapi siku 3 au 5 wakati kafa jana na ndio kwenye free. Akaniambia hizo ishara zote zilikuwa kwa mbona kumkipiza. Yaani mtu wa namna hiyo hataki kuchomwa sindano, hataki kumpeleka kokote. Wewe muweke hapo, ita mchungaji na mwenye nguvu za Mungu. Mbona mnaita anatokea? Anaamka. Sio hili ni gogo. Unaitwa uchawi wa fundo. Amen. Na tuna wachawi ambao tunakula nao, tunasali nao, wanaimba kwaya, wanaikuwa kwenye idara ya maombi. Hao wanaitwa common witchcraft. Hawa ni wachawi ambao wanajificha. Mnasali nao, mnafanya nao kazi, mnakula nao chapati, mnakunywa nao supu. Yaani huwezi kujua, ni my best friend, lakini wao hawaruhusiwi kujulikana. Wanafanya kazi kwa kujificha. Wanaojulikana wanaitwa majenelo. Soma kitabu chako. Kuwa mtu mkubwa mwenye nguvu za Mungu dhidi ya adui yako. Kitabu. Kuwa mtu mkubwa mwenye nguvu za Mungu dhidi ya adui yako. Nimetaja mifumo yao. Hata amri za siri zao wanazotumia. Wanatumia siku, wanatumia masaa, wanatumia mwezi, wanatumia mwaka. Kuna mtu haujawahi kuona kijijini. Kuna mtu ukifika mwezi wa kulima hasio kichaa. Ila ukifika mwezi wa mavuno anafyatuka hapo. Si ndio? Fuatilia. Haujawahi kuona kuna mtu ukifika Alhamisi ndio kichwa kinauma. Akifika Alhamisi anavurugikiwa. Huyu alimloga Alhamisi. Fuatilia shida inayokusumbua. Inakufuatiliaga siku gani? Ni saa ngapi? Utasema mimi kifikiaga tu Ijumaa.
Ijumaa tu usiku, mimi kwa kweli na kwa sina amani. Waliokutengeneza walikutengeneza Ijumaa usiku. Siku moja nafundisha mfumo huu, nilikoswa na gari. Alafu nikasikia sauti inaniambia, kwa nini useme vitu vyetu? Nilikuwa navuka naenda huko msikitini, naenda nyumbani. Na kufundisha vitu vitakavyokusaidia. Vitu vingine havihitaji kuomba. Ukisha vigundua tu, ukajua hapa ni hapa, anasema hapa kumbe nikifunga siku 3 namaliza. Mchungaji shatufundisha. Biblia inasema kinachokuangamiza kwa sababu huna maarifa. Kwa sababu umekosa maarifa. Maarifa yanakupa ufahamu wa kupambana na hizo roho. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu Kristo makofi kwa unanielewa vizuri. Kwa nitajuaje kwenye familia yetu kuna roho hii, kuna lango la roho za uchawi, kuna kilinge hiki na uganga? Utakuwa wiki hii ukisimama kiroho, wiki ijayo unarudi nyuma. Wiki hii ukipamba moto kuomba, kama baba katika jina la Yesu ninasimama, nitasoma. Utasoma Biblia wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu msela. Elewa. Mimi nimetokea kwenye familia ya Kiislamu totally. Swala 5. Serious. Nani nilikupeleka kwa mama yangu. Ila sasa baadaye nilipoanza kupambana na kuokoka, ule mfumo wa madhabahu ya Allah ulikuja. Unadai. Niliona maiti 2. Mama kafa tena, maiti ziko 2. Kwa hiyo tunazika maiti ya kwanza na maiti ya pili. Si hivyo tu. Upande wa mamangu wako fiti kwa kupuliza. Ukija upande wa baba ndio kabisa usiseme. Kwa na kufundisha kitu ambacho ni halisi, kinachokusaidia wewe ambaye uko hapa na nifuatilie kwa njia audio. Kuna vitu vingine ukifa na maagano wewe ni mbinguni mwanangu. Yaani ukifa na misingi ya maagano wewe ni mbinguni. Sasa kwa taarifa yako, hauwezi kujiganga na hizi roho za ukoo. Yaani dawa ya uganga wa hizi roho ni Yesu peke yake. Yaani usijidanganye kwenda kutafuta ilizi inayohema. Niliombea mwanangu mmoja, yeye alikuwa na alicheza na mpaka sasa hivi ni mchungaji lakini anateseka. Kwa sababu nilimwambia kuniamini. Yeye alijizindika. Alijizindika hivi na kwenda kumalizia hapa. Alijizindika hivi mfumo uliotokea. Yeye alitaka fedha. Akaenda mtoni. Mganga alimpa ilizi zinazokunywa asali. Tukiacha na huo mfumo tu, yeye alikuwa ukitokea mkaje mkakamata wote, yeye utamkuta amekaa hapo, utamuona mtakamata nyinyi wote, yeye haonekani. Ukija kwa shali umuoni. Sasa baada ya kuwa nimemuombea na ameokoka na nikamlea kabisa na akakuwa kiroho, nikamwambia moja ya roho inayokusumbua, ulimkabidhi shetani mikoba yako ya uchumi. Yule akienda kufanya kazi anakaa miezi anaacha kazi. Mpaka leo hajawahi kufanya kazi zaidi ya miezi. Nikamwambia shida iko kwenye agano. Kubali. Yesu ameshamaliza. Kasema sawa, mmalizane kwa juu. Atasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Kinachomwangamiza mtu ni kukosa nini? Sio kuacha kufanyaje? Sio kukosa maombi, sio kukosa kufunga. Ni maarifa. Unaweza ukaomba unaombea mlango huu, kumbe ndio uko mlango ule. Lango la 9 la mwisho. Lango la kukataliwa na kupoteza kibali. Wengine unapata kibali, wewe kwa bosi upate kibali. Ni kama vile ulimtukana bosi, ni kama vile una ugomvi na bosi, ni kama vile ulimpaka kinyesi bosi, ni kama vile bosi ulimchukulia mke wake, ni kama vile bosi, yani wewe na bosi sijui kama vile ni paka na panya. Yani unaanza kujiuliza kwa nini wewe ndio una kibali? Kwanza ukimwona bosi au bosi akikuona na Sonya, wewe ukimwona bosi unapiga pa. Ukishaona ishara hizi kilime cha ukoo, roho ya kukataliwa. Hizi roho ni ya kufundisha roho ambazo ni halisi. Hata sisi, mimi na mama tuko tunachukiana. Pigo vikiamka lazima nichukie mimi. Na mimi sikio naitwa kikisoma. Na ile na uchungaji wangu. Unajua naogopa uchungaji.
wanaogopa kutaka kujua chanzo, na watakukimbiza kanisa ambao wanawasema sana. Hawatataka usali, wanataka kupeleka makanisa ya vuguvugu, sehemu ambapo tunawapiga vizuri na kuang'oa meno. Hawataki usali. Kwa roho ya kukosa kibali hapa, mtu anakosa favor popote anapoenda. Wengine wanapata favor, angalia mwisho wa mwaka wengine wanapata bonus, wewe unabaki hivyo hivyo. Na ukijiangalia kwenye rekodi, wewe umefanya mengi. Ukimwambia sasa bosi, anakuambia kuna unanipangia. Basi bosi samani. Ndio kibarua kitaota nyasi. Samani bosi. Kuna bado tunanunika mwenye ndio hivyo tu. Ndio maisha. Wengine wana neema, wengine sisi hapa ndio hivyo tu. Yaani una machozi yanatoka kiume tu, nafuta machozi kiume. Kuna watu vieti ni kama vimenyewa. Yaani kuna ulitokea sijini mnyama gani akapanga kinyesi. Yaani hata uende wapi, ukiangaliwa kimwili una sifa zote kabisa za kusimama kwenye hiyo kampuni, za kusimama kwenye hiyo huduma, za kusimama kwenye hiyo eneo, lakini sifa zako unashangaa nachukulia mtu ambaye yuko chini kabisa na hata hizo. Yaani sifa zake za kawaida, vieti vyake vya kawaida. Na shida inatokea wapi? Kwa nini mlokole aliyeokoka inatokea shida? Shida iko moja. Unapopata kazi, limbuko, mshahara wako wa kwanza unakula wewe. Nanunua viwalo nipate nguo za kazini. Ipate viwalo vya kazini, uonekane na wewe. Yeye fanya kazi kwa Muhindi, mimi fanya kazi ya zege kwa Muhindi. Tulizozana, sio ngambia iko kwenda nyumbani nitaenda, kwani mimi sina wazazi, naenda. Tulisumbuana. Amen. Kiwa anachofanya kazi mwasi. Hizi tumejenga na zege. Hizo unaenda shule, unarudi, mpaka kucha zinakuwa za kijana. Wengine wana kibali. Wewe unashangaa tu umekaa, yaani kuna watu wana damu chafu. Yaani unashangaa umekaa kidogo tu pumzike, tayari Muhindi kashatokea, bosi kashatokea, anasema fukuza hii kijana iondoke. Sitaki kuiona. Sasa unaanza kujiuliza, yaani nimepiga kazi, nimejitahidi, nasema tu nipumzike dakika 5, yaani na damu chafu. Wengine mlio kwenye makampuni mnajua kuna watu wanaloga mabosi. Bosi anakuwa anampenda sana yeye. Amen. Mwingine akishatembea na bosi basi bosi hapo ameshachawiwa. Sasa unajisema mimi wewe na maombi yako shaka hizi mashando katika jina la Yesu. Sasa mimi mbona wapi? Hapana. Unaomba kwa sababu hujajua chanzo. Jua kwanza chanzo, shughulika na chanzo. Hapo maliza matawi. Ngoa mizizi, maliza matawi. Ishi. Yesu tusaidie sana. Zaburi ya 5:12. Atamzunguka, Mungu anasema atamzunguka mwenye kibali, mwenye haki kwa kibali kama ngao. Kwa kuna wakati unaweza ukachoka. Kuna wakati nachosha. Mtu amehaso, amepambana, wengine wanajenga, wengine wanaanza nao maisha, lakini wewe toboi, wengine wamefanikiwa, wengine wanaanza nao maisha. Nikwambie hivi, hata kama kuna nyota walifanya, tukishughulika hapa sasa hivi, tunashughulika hapa, tuna dakika zimebaki, hizo zinatosha, nusu saa inatosha. Tunashughulika na hii mifumo, nisikilize vizuri. Wewe utanifuatisha ninachokuambia hapa. Tukienda kwenye kanuni ya kwanza tunashughulika. Yaani kwanza ni lazima ujue wapi ulipokamatiwa. Katika haya malango 9, jua lango gani limekukamata? Hapo naanza nani? Usiombe tukemea, kunja, haribu, teza, ngoa, usifanye vile. Jua wapi. Yesu anamaliza kila kesi. Kila kesi inaisha. Lakini Yesu anataka kwanza peleka hoja kamili. Nimetoka kwenye familia yenye roho hii Yesu, nimekuja. Ndio maana wokovu sio kuwekea mkono. Wokovu ni kukiri kwa kinywa chako. Kitabu cha Rumi 10:9-10 kasoma. Kwa sababu ukimkiri Yesu kichwa kwani na kuamini moyoni mwako. Kwa hiyo wokovu ni kukiri. Kiri kwamba kwenye familia nikotokea mambo yako. Yesu kwa sababu ya mambo yako. Na mimi ni wenda nilishiriki, wenda nina kairizi kama mchongo, wenda nina mambo ya mchongo, wenda kuanzia kwenye makalio mpaka mgongo wangu ameshanichanja, nina tena za kichawi. Haina watu wengine wana moyo. Unaweza kwenda kwa mganga akakuvua makalio akakuchanja chake. Oni hata aibu. Waganga hata kama una elimu kiasi gani, hawana shida na elimu yako.
Anataka makalio tu na mgongo wako ayachanje. Unashtuka, naambia tulia babu, mjukuu wangu, tulia, ndio unapata dawa. Kitoka hapo na watu na ramani za Afrika mgongoni. Si mmoja anawaambia mtu mmoja, yeye kuanzia kwenye kichwa mpaka kushuka huko kwenye anambia mchungaji, wewe umeona kwenye kichwa tokeni nikutolea kwenye makalio kwamba kuje kwenye mgongo huko. Yaani ni ramani ya Afrika. Sizungumzi kukuchekesha, nilimwambia kule chini. Yaani tukianza maombi kichwa kinauma. Yaani ukiangalia pachale. Yaani kwamba hiki kichwa ni kinyoa kipana mchungaji. Hakuna palipo salama. Wakati walibomba. Ikikushinda wewe, mwanao atateseka. Na utapata shida wewe. Mimi hata nikilala leo namwambia mwana, nikilala leo hakuna mzimu waokoa siweji. Hakuna mzimu utakoteza kizazi changu. Mimi nilimalizana kesi na wao. Nilimaliza kesi. Nikajua na sadaka likubwa. Nikamwambia ile sadaka liende kwa Bwana. Unajua kwa nini? Niliweka agano na Mungu liko darasa la 6. Baada ya kugundua mizimu nasumbua. Nilipoweka agano na agano nimekuja kulitimiza nikiwa nina mwanangu wa pili. Huyu wa pili tu. Ndio agano nimekuja kulitimiza. Nilitembea na agano. Na hata nipo mama yangu nilimwambia nina agano hili. Yaani jua kabisa hela itakayokuja ya kwanza ni halali ya Mungu. Yaani ukicheza vibaya endelea kumtaka Bwana na nguvu zake, mtaka Bwana na nguvu zake. Siku nilipoipata nilikumbusha yeye, usilale nyumbani. Timka kabisa. Peleka ile kwa Bwana. Amen. Fanya namna hii. Simama kwa miguu yako. Chomolee mashine hapo. Simama kwa miguu yako. Wewe simama tu. Kama mashemasi kikunja viti, mtu ambaye ana shida ya miguu na kabla la bakai. Kuna mtu ana shida ya miguu, ni kunjeni hivyo viti tu. Ya mikono yako funika macho. Mungu anataka waliochoka. Wale waliochoka hii hali. Wale ambao wanasema mchungaji hapana. Hii hali mimi nimechoka. Nataka tu. Hawa ndio watakaoomba. Lakini wewe ambao hujachoka huwezi kuomba. Tuna dakika chache zimebaki, zinatosha. Tukutane Ijumaa. Funika macho, sema Bwana Yesu, nimetambua na nimejua na nimeamini kwa habari ya vilinge vya ukoo, na nimegundua katika madhabahu hizi, katika malango haya 9 kuna mahali nahusika, na nimeumia na nimegundua kwa nini na kwamba sifiki. Kwa nini nacheleweshwa? Kwa nini sina kibali? Kwa nini sina hatua katika majira haya na wakati huu? Bwana, nakuja kwako Jehova. Mimi taja majina yako, nakuja kwako. Ninaomba rehema, ninaomba utakaso, ninaomba rehema, ninaomba utakaso. Kuanzia leo Bwana, ninasimama kama kuhani wa kizazi, hiki Bwana, na tubu dhambi zangu, na tubu dhambi za wazazi wangu, na tubu dhambi za wazee, na tubu dhambi za familia, na tubu dhambi za kabila. Ninaomba rehema. Nimekupa dakika 5 tubu. Hebu tamka, omba rehema. Shana maramashika rekerimanda ramasaya. Omba rehema. Ulikotokea wewe ndio tegemezi la ndugu zako, wewe ndio tegemezi la uliozaliwa nao, wewe ndio tegemezi la wazazi, lakini angalia uchumi wako ni wa kawaida. Wakati mwingine unashikwa na hasira. Omba kwanza rehema. Hatujaenda kwenye mfumo wa kuomba. Omba rehema kwanza. Tubu dhambi zako binafsi, tubu dhambi za upande wa baba, upande wa mama. Naomba rehema. Kilichowapata wazazi hakitanipata mimi Bwana. Nimepata haya maarifa katika jioni ya leo, na katika mchana wa leo, na katika siku ya leo. Bwana, ninatubu. Bwana, naomba rehema. Kuna mahali wanapata walai kupitia katika dhambi kasiri. Ninaomba rehema
panua kinywa chako, orabasaka, omba rehema, panua kinywa chako, omba rehema, shanama, orabakata, orabakari mashando, orabakori na mashandaba, elebasika ramaita, omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema, unaelewa, utanielewa, unaelewa, utanielewa, omba rehema, orabasata, orabababababa, omba rehema mama, omba baba, kijana, binti, omba rehema, omba rehema, fanya toba ya ukoo, oramasaka, simama kama kuhani wa kizazi chako, sema kizazi kilichopita na kilichonitangulia tulifanya maombo ambayo ni kikwazo. Unaweka madhabahu ya kiganga, unaweka madhabahu ya kichawi. Ukichoka manake umeshindwa, panua kinywa chako ili usidame Yesu. Orababa shanama, elibarabasika, eliburi mashanama, eliba sharabaria, oramama, orababa, ele makatarama, ele makarama, ele marabasia, omarema. Kuna nguvu inapita hapa, omarema. Kuna watu wanahudumiwa, omarema. Kuna mahali ndoa yako imekamatwa, omarema. Kuna mahali uchumi wako umekamatwa, omarema. Kuna mahali kibali chako kimekamatwa, omarema ya kizazi. Wewe ni kuhani, Bwana amekuchagua kwa ajili ya ndugu zako, amekuchagua, ndio maana amekupa wokovu, amekuchagua. Bwana amekuchagua, Bwana amekuchagua, Bwana amekuchagua, Bwana amekuchagua, Yesu amekuchagua, Yesu amekuchagua, amekupa hatua. Arabashanama, arabakurimashika, arababarabashanama, mama. Remashaka mambisho busikae, elibarababane, elibarabashanama, elibarabarabarabashana, ombaremashaka, ombarema takama, ni baba alifanya, ombarema. Mungu anaangalia moyo na anaangalia kinywa chako. Olilarabashika, eliboshanama, elebasikata, elimanamanta, oranamakata, enemaribasia, enimariburia, arabakoria, ombarema. Baba, kwa ajili ya ukoo wa baba yako, ukoo wa mama yako, ora mashaka, ora masaya, wenda ni shangazi aliingia kwenye mfumo, wenda ni mganga alikiingiza kwenye mfumo, ora mashaka, tubu kwa njia zako mwenyewe, ora nakapaya, ona maribasia, waliochukia, waliokasirika, nayo maisha wamekasirika, ora baba shaka, Omarimashaka, Omarabasaya, Ombarehema. Unajua kwa nini rehema? Unajua kwa nini toba inakupa uhalali wa kuanza kubomoa, inakupa uhalali wa kusogea, na kupewa usaidizi na Bwana, inakupa uhalali. Toba inakupa uhalali, maanisha usiogope kutoa machozi, usiogope. Hapa ni mwenyewe Orimashana Arabakoria Korimasata Elimasaka, ombarema mama, ombarema baba, ombarema oramasataba, orabakoria masaya, ombarema dada, ombarema kijana, ombarema binti, ombarema. Kuna mahali, kuna mlango unaotumia, kuna mama unaotumia, kuna maana, kuna kitu anakitumia kuingiza uharibifu, ombarema, tubu kwa ajili ya Orimashaka. Hata kama usiki walifanya wao, sema ninatubu ili kuwatoa ndugu zako wanateseka, wanahangaika. Angalia ndugu zako wanapambana na pesa, wanapambana na biashara, wanapambana na kazi, lakini hawatoboi. Wengine wamebeba uchungu, kwa nini sisi hatutoki? Kwa nini hatufanikiwi? Omarabashaka, omarabarimaka, omarimashanama, arararabosia, ombarema. Ninaona mlango umefunguka, ninaona
maisha yako, ikaja laana, ruhusu damu ya Yesu ingie kwenye familia, ingie kwenye ukoo wako, ingie kwenye kizazi chako. Angalia, umekuwa kuzalia chini, wamezuia ndoa yako, wamezuia uzao wako. Saa yako imefika, saa yako kukumbukwa na Bwana. Omba kazana, omba kazana, omba taja. Natokea kwenye ukoo wa Silwili, ora masataya. Wenda kuna kitu ambacho kina Silwili walifanya. Bwana, nimekuja kwako na kupa mfano. Ora mama shata, machozi yakitoka yacha toke, usiogope, iko neema ya Bwana. Watu wanachomolewa, watu wanachomolewa, watu wanachomolewa, watu wanachomolewa. Kataa hiyo hali, anza kukataa hayo majanga wayataje, anza kukataa ndoa za kiroho, anza kukataa sasa, anza kukataa sasa. Inaliona jeshi la malaika, jeshi la malaika limeshuka kwa ajili yako. Ora mama shada baraba, ora makatayata, ora makatamayanta, ora baba. Sijaona nayo bado anaanza kukataa, kata utambulisho wa kimila na miungu ya kabila. Kata utambulisho, kuna namna ambavyo unatambulikana. Haya mashaka, kata mawasiliano dhidi ya hizo roho, kata mawasiliano dhidi ya mikataba, kata mawasiliano. Kaza naomba, kuna mtu anainuliwa, roho ya kukataliwa, roho ya kurudishwa nyuma, roho ya kupanishwa. Omba la Masaya, walikuonea, saa imefika. Bwana anakuita. Yesu anatokea kwenye anatokea. Ameona bidii yako, ameona nia yako. Kazana, weka bidii. Walipanda roho, wakapanda walilifu, weka bidii. Kila kilinge kinakutambika, watu wanachomolewa. Ninaona kilinge kinawaka moto, watu wanachomolewa. Waliozuiliwa lango la pesa, waliozuiliwa lango la ndoa, waliozuiliwa lango la kuinuka, watu wanachomolewa. Wala mashaka, kaza na chomoa. Walizika mikono, walizika miguu, walizika mikono. Bila ibada iliyofanyika, bila ibada iliyotendeka. Hala mashaka, hala makuria, hala masaya. Kaza naomba mama, kaza naomba kijana. Mungu anatoka, unavyokazana ndivyo anavyotoka, unavyokazana ndivyo anavyotabika. Hicho kilingelea kinakutambika, hicho kilingelea kinakutambika. Watu wanachomolewa, waliapa kiapo. Iko damu ya Yesu inafuta viapo, kila mkataba ulioingiliwa. Ala mashaka, wali masiba, wali mashalaba. Kuna watu bado hawajaelewa, bado walionielewa watanyamaza. Angalia, vita inapigwa. Jeshi la malaika limeshuka kwenye lango la kilinde, lango la kwanza. Angalia lango la kwanza. Omba kwa kinywa chako, kataa kwa kinywa chako. Ulikubaliana nao kwa kinywa chako, na kwa kinywa chako utawakataa mwenyewe. Waambie, mimi sio wa mateso tena. Hata kama nilikubaliana na nyinyi, yako magonjwa, yakatae magonjwa. Roho za migogoro, roho za taraka, roho za migogoro. Rababa shanama, rabakatama, rabakarabaya. Wako wanaelewa, walioko rohoni wanaona vitu hapa, walioko rohoni wanaona ishara. Watu wanainuliwa. Omba na yule pale, kuna zuio naliona. Omba na yule pale, alama sana. Shike mkono muombe. Kuna zuio analipata, kuna ugumu anauona, kuna kitu kinapasuka. Oni marabasia anatoka. Ilibakia kilinge kimoja mwanangu,
Pata kilinga kimoja wanangu. Hii kilinga kinakuachia leo. Hii kilinga kinakuachia leo. Kila aibu ambayo iliwekwa na Fezea na aibu inachomolewa leo. Inachomolewa leo. Inachomolewa leo. Wanaomba wananielewa. Wanaomba wananielewa. Kazana mwanangu. Dali majasusi wananielewa. Dali majasusi wananielewa. Ana makaba, ana maraba, ana maraba, ana makaba, ana makaba. Unasafiri mpaka kwenye ardhi ya kijijini kwenu, huko ambako ndiko walikoweka hilo agano la kimila, agano la miungu ya kabila. Masaka Masaka, tunaenda kijijini. Safiri kiroho kijijini. Safiri ulikozaliwa Galila. Kuna watu wameenda. Safiri kiroho, kimwili uko hapa. Nenda ulikozaliwa. Yaingilie malango yale. Yaingilie malango kijijini. Ingia ukiwa unanena kwa lugha. Ingia ukiwa unaomba. Anza kusema nayo. Anza kusema nayo. Milima inashuka, mabonde yanajazwa. Milima inashuka, mabonde yanajazwa. Milima inashuka. Tegeza ilunguzo. Tegeza ilunguzo. Ramasadaba. Rabaramasia. Ni mama. Roho za kipepo. Roho za majini mama. Huyo jini dume. Aliyekuwa leo. Anapigwa 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 leo. Leo anapigwa. 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 Sisi unaona nachokiona. Sisi unaona nachokiona. Ninaona wazee wanalipuliwa. Wale wazee wa kijijini walioroga wanalipuliwa. Waliokaa kwenye lango waliweka hukumu ya kabila, hukumu ya ukoo, hukumu ya familia. Wakaweka agano. Wakaweka agano. Saa yako imefika. Saa yako ya kuinuliwa. Saa yako imefika. Saa yako ya kuinuliwa. Ana mashaka. Ana maraba. Ana maraba liba. Ola mashadaba. Ala mashaka. Walisema kuisha habari yako. Waliocheza na nyota yako. Wakacheza na nyota yako. Nyota inarudi hapa. Nyota inarudi hapa. Chama cha wachawi kinakutapika. Chama cha mawakala kinakutapika. Ana makaba. Ana maraba. Ana maraba. Angalia kuna mtu pajila usena waka moto. Pajila usena waka moto. Wengine nasikia tumbo. Wengine kifua. Wengine vitu inawasha. Miguu inakufa ganzi. Leo anachomolewa. Leo anachomolewa. Leo anachomolewa. Biko banzi. Biko banzi. Bilo banzi leo. Unavua banzi. Na kubalisha. Mazi kipya leo. Ana maraba. Alalalala. Abakata. Ana mako. Ani masia. Ala masala. Leo yuko nyuma omba. Omba mwanangu omba. Kaza na kutoka leo. Leo nachomoka leo. Leo nachomoka leo. Leo nachomoka leo. Nafsi yako nache. 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 Unache nache. Unache nache. Unache nache. Unache nache. Unache leo. Unache leo. Mato saba. Mato saba. Radio moto nabii. Radio moto nabii. Kila royoka. Kila royoka. Kila royoka. Kila royoka. Kila royoka. Wala kuomba. Kaza na kuomba. Kaza na kutoka leo. Leo nachomolewa. Leo natoka leo. Leo kuna watu wanatoka leo. Watu wanatoka. Watu wachomolewa. Watu wachomoa. Watu wachomolewa. Watu wanatoka. Wewe mama toka. Wewe dada toka. Wewe kijana toka. Ninakuita leo. Unatoka leo. Unatoka leo. Unatoka leo. Kaza natoka. Toka leo ulikoekwa. Toka 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 ulikoekwa. Omba leo. Unapokazana kuuma ndipo unapotoka. Ndivyo unavyotoa vitu vyako na familia yako na maisha yako. Usikae kama bosi. Shughulika kwa kinywa chako. Shughulisha kinywa chako. Shughulisha kinywa chako. Kama unayapenda yatakutesa mwanangu. Lakini kama uyataki leo utatoka leo. Leo unatoka kiaina. Unawatoka kiaina.
shana makaba, shana marabalia, shana barabasana, lakatatatatatatata. Kila vikao vya siri, vikao vya uharibifu, vikao vya mateso, vikao vya kuonewa, vikao vya kuonewa, vikao vya kuonewa, vunja kila agano la damu, agano la damu. Weka mtu kama mali, wali mashaka, walikuweka wewe kama mali, walikuweka wewe kama rehani, wakaiweka maisha ya uko kama rehani. Wanavunja agano, vunja agano la damu, tumia damu ya Yesu, tumia jina la Yesu, pasua agano la damu, agano la damu, agano la damu. Vunja kila agano, vunja kila agano, vunja kila agano, vunja kila agano, tumia damu ya Yesu. Pasipo damu hakuna ondoleo, hakuna ondoleo. Tumia damu ya Yesu, vunja kila agano, agano la damu, kiapo cha damu, agano la damu, vunja, vunja, vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa jina la Yesu, vunja leo, leo, leo. Mama yatokea leo, lazima kasirika mwanangu, chukia mwanangu, chukia leo wakati, chukia leo wakati, mambo yanatokea, shuhuda unatokea. Ana makapa, ana marama, ana maramasa, ana maramako, ora masaka, ana maramasia, elevasia, ikene mata, rada baba baba, ala masaya, makaburi na pasuka, vunja vunja vunja, vunja kila kilichosimama, vunja kuta zote, acha kuogopa, vunja kwa imani, vunja kwa mamlaka, vunja magonjwa, vunja mateso, vunja, vunja hilo, vunja vunja vunja, vunja vunja vunja, madhabahu inayokunywa damu, vunja hiyo madhabahu, 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 vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa jina la Yesu, vunja kwa jina la Yesu. Kila madhabahu ya ukoo wa baba, ango la baba, ukoo babani, makuhani wanapigwa, piga makuhani hao, upande wa baba, piga makuhani hao, walioacha ibada, ibada bandia, ibada mateso, watu wanainuliwa, watu wanainuliwa, sura ya mauti, kuwa sura ya mauti, kuwa sura ya mauti. Kamata nyota yako, kamata malango ya nyota, kamata malango yako, kokote ulikowekwa, ita majina yako, ita yaliko, iko kijijini, jina linatoka, uko popote, jina linatoka, jina linatoka, piga kemea, ita 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 ita, ita 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 ita, ora mashaka, ita neno lako, ora mashaka, yana makapa, yana makapa, ora mashaka, ita majina yako, futa majina yako, kwenye vitabu vyao, futa majina yao, futa majina yako, tumia jina Yesu, futa futa futa, kwa kutumia damu Yesu, tumia damu ya Yesu kama kifutio kwenye hilo eneo, kwenye hilo eneo, kwenye hilo eneo, kwenye hilo eneo. Wanaozumba hawajanielewa, wanaonielewa hawatanyamaza. Piga naomba, piga naomba, ana baka, ana marama, ana marama, ana kapa, ana mashaka, kaza naomba. Kuna tatizo ambalo umelichoka, omba likatae, omba likatae, omba likatae, omba likatae. Ninauona moto, moto umewaka hapa, moto umewaka hapa, unateketeza madhabahu za kichawi, unateketeza madhabahu za giza, roho ya chumo yote inaokula pesa zako, roho ya kupoteza hela, roho ya kunyanyasika, roho ya biashara kuishia njiani. Angalia watu wanatoka, angalia kuna viganja vinaachiliwa, vinaachiliwa, viganja vinaachiliwa, viganja vinaachiliwa, kazi ya mtu inaachiliwa, jina lako nyang'anyana nao, wanyang'anye majina yako, wanyang'anye leo, wanyang'anye leo, fanya vita leo, fanya vita leo, wanyang'anye leo, vilivyo vya kwako, unatoka leo, historia yako inaandikwa leo, historia yako inaandikwa leo. Kuna watu bado hawajanielewa, kuna watu bado hawajanielewa, walioko rohoni wananielewa. Mimi niko rohoni hapa, ninaona watu wanaogelea wanatoka, ninaona watu wanachomolewa, ninaona watu wanaogelea wanatoka, ninaona watu wanatoka. Angalia kwenye mashamba Iringa, kwenye mashamba Bukoba, kwenye mashamba Mbeya, kwenye mashamba wanatoka, kwenye miti minene wanatoka, kwenye vibuyu wanatoka, kwenye madhabahu za kimila wanatoka, 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 zile ndoa za kipepo unatoka leo, unatoka. Wewe ni dume, ujigeuze mwanaume, unayemwoa
huyo dada ana makamba, kuna mtu anasikia mzigo, anasikia hasira, hiyo ni hasira ya kiungo. Pambana leo, anua jambi, hakuna misiba kabla ya wakati, hakuna vifo kabla ya wakati. Tangaza leo, tangaza uhai, tangaza uzima, tangaza uhai, tangaza uzima, tangaza uhai. Watu wanafunguliwa, watu wanainuliwa, unaweza usiendelee, watu wanachomoka. Ile jeneza, naliona jeneza, kuna mama ameweka kwenye jeneza, yuko mama anatoka, yuko mama anatoka, yuko mama anatoka. Rakata Ramana Roboshikara Makolia Ikorenachia kila mikataba leo, hiyo mikataba inasalimamani leo. Umesali makanisa mengi, lakini ukiwahi kuijua Isiri, leo nakutoa, leo watu wanatoka. Kuna mtu miguu yake imekufa ganzi, watu wanachelewa, dai afya yako, dai uzima wako, dai pasira, damalama, ana makapa, ana marama, adadadabusa, adabakaria, adabakerabo, ana masairabo, ikatakaka, ana masaka. Bado jaomba, wananielewa kuomba, wananielewa hapa, waliozuiliwa leo wanaachiwa. Piga aliyokupiga, leo natoka Abu Audio, leo nachomoka, sema natoka leo, natoka mzima, haitasaliwa, kilicho cha kwako hakitasaliwa, ana makapa, ana baraba, leo natoka. Waliofungwa akili, waliokamatwa, waliozuilika, leo natoka. Leo kamata ya kwako, rudisha leo. Kama ni vyeti, chukua leo. Kama ni kazi, miliki kazi. Kama ni ndoa, miliki ndoa. Kama ni uzao, leo tunamiliki. Tunamiliki. Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo hata milele. Watu wanainuliwa, watu wanatoka, watu wanachomolewa. Ila roho ya aibu na fezea, roho ya ukame haitakaa, roho ya mateso haitakaa. Yuko wapi mama anayeomba? Yuko wapi baba anayeomba? Yuko wapi kijana anayepiga kelele? Piga kelele leo, unatoka. Wanakuachia, hata kama ulimpa kuku, hata kama ulipewa mbuzi, leo natoka, leo nachomolewa, leo natoka. Wapigwe adui zako, oramasaka, arabaria, oriasa, kama fulani, chombo kulia moto. Omba we baba, omba kijana, omba sayako, chaya kuinuliwa, ufahamu wako unakomolewa, akili yako inakomolewa, neema yako inakomolewa. Utai wa fundo, piga utai walitumia kitu ambacho kinakuwakilisha kwenye ndoto, vyakula vya ndotoni ulivyokula leo. Piga kelele. Omba we mama, mwanangu, omba. Hii ni vita. Chukia wa maisha, chukia hiyo hali, sikoichukia. Nani atachukia? Kata ya mateso, uende baba. Alisahau mama yako
alijisahau. Umeijua gharama ya damu ya Kalvari, umeijua leo. Ana makaba, ana maraba, oribasia, Eli basala, eli buibasia, eli manamaka, eli musa, ana marabasa, ora makata, arabababa, roho ya magonjwa, roho ya ajali, roho ya mateso, roho ya misiba, inatoka leo. Omba wewe unatoka, omba wewe unatoka. Waliozuia kiwango chako cha pesa leo wanapatia. Kuna mtu bibili, kuna msibidi yake imepunguzwa. Ana barabasa, ana makaba. Walikunyang'anya huyo mume wako wakampeperusha. Piga wapatie. Walikunyang'anya nafsi ya mke wako, piga leo wachie, piga leo warudishe. Wanarudisha leo kila cha kwako. Omba dada, omba kijana, watu wanatoka. Ninaona idadi ya watu wanatoka, ninaona idadi ya watu wanachomoka. Naona watu wanatoka leo, wanatoka leo. Makaburi leo yanapasuka, 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 yanapasuka. Kila maneno ya uharibifu yanafutika leo, yanafutika leo. Hicho kichwa kinachokuuma kinatoka leo, kinatoka leo, kinatoka leo. Ora mama, mashana, arabakorea, masaya. Hawajakujua, leo watakujua. Hawajakujua, leo watakujua. Hawajakujua, leo watakujua. Hawajalijua hii madhabahu. Weka kilindini, weka kilindini. Chukua vya kwako, weka kilindini. Shusha nyavu kwenye ulimwengu. Chukua vya kwako, weka. Kuna kambale wako, kuna neema yako, kuna neema yako ya muda mrefu ilizuiliwa. Kuna neema yako, kuna huduma yako, kuna pesa yako, kuna uchori wako, kuna afya yako ilizuiliwa. Chunga kilindini. Huko ndipo ambako kuna vita wake, kuna mambo mema. Elimu yako inaachiliwa, inaachiliwa, inaachiliwa. Lango la elimu linafunguliwa, lango la uzaa, lango la biashara, lango la uzaa, lango la ndoa linaachiliwa leo. Omba we dada, omba kijana, omba binti, omba kijana, omba we baba, omba masai. Kama umechoka utaomba mwanangu, kama umechoka hiyo hali utaomba. Lakini kama hujachoka usiombe, kama hujachoka usiombe. Ila kama umechoka omba, 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 omba. Ulifika wakati Daudi aliomba, walilia mpaka nguvu za kulia zikawaishia. Bado hujalia mbele za Bwana, haujalia, haujamwambia Bwana juu ya hiyo shida, juu ya hiyo shida. Yako mambo yanatokea, yako mambo yanatokea hapa, yako mambo yanatokea. Ana maraba saka, ana barabara masaya. Yako mambo yanatokea, yako mambo yanatokea, yako mambo yanatokea. Angalia, kuna miujiza, kuna miujiza inatokea, kuna historia inatokea. Walikamata sifa zako, wakakamata afya yako. Hakuna ukimwi, hakuna vimbe, hakuna ukimwi, hakuna kansa, hakuna uvimbe, hakuna presha. Toka, toka. Kila roho, kila mikataba inachomolewa, inachomolewa. Omba dada, omba kijana, omba binti, omba unatoka, omba unatoka, omba unatoka, omba unatoka, omba unatoka, omba unatoka. Unatoka leo, wala sio kesho. Historia leo, majibu ni leo, wala sio kesho. Piga uliokupiga, piga uliokupiga, piga uchawiwa, piga uchawiwa uliokupiga. Kila agano, kila mikataba, omba kemea, 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 omba kemea. Kazana mwanangu, omba, omba face. Unatoka, unatoka, unatoka. Kama harabakoria. Kazana omba, kazana omba, kazana omba, kazana omba, kazana omba, kazana natoka, kazana natoka.
inaandikwa heshima mpya, inaandikwa leo. Omba kemea, omba kemea, omba kemea. Waliokameleka, 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 waliokameleka. Chukumaomba, chukumaomba, chukumaomba. Ramaka, ramama, anamarama, anamarama, ananana. Kazanaomba, 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 kazanaomba. Kila roho zinachoka, kazanaomba leo. Leo natoka, leo natoka. Hilo shimo linakuachia, hilo shimo linakuachia, hilo shimo linakutapika. Nakapa, nakatapapa, anamashaka. Omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea. Watu natoka, omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea. Bila shida, huduma kike, omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea. Toka, toka, akamanda, namasala, omba kemea. Wanaekamanda, wanaekamanda, huduma kike, asijichafue, anamaka, anamalama, omba kemea, omba kemea. Saa yako, saa yako inuka, omba kemea, omba kemea. Kazana, haja kuchoka, namara, 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 omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea. Kuna vitu vinatokea. Omba, kazana kuomba, usinyamaze. Nitakufikia. Omba kemea, kemea. Ila waliofunga familia yako, wamefunga familia, wamefunga ndoa yako, wamefunga uchumi, anamaka. Hayaogopi dini, hayamabilinge, hayaogopi cheo, hayaogopi tamba. Wewe ni mtoto wa mchungaji au wewe ni nani? Saa yako imefika, saa yako imefika. Omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea. Waliotabiri, waliokutabiria kwamba utainuka, wakatabiri na mbele yako, anamashaka, anamalama, ananana, anamashaka. Omba, omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea. Kazana omba, kazana omba, kazana omba, kazana omba. Alimashaka, anamakoria. Omba kemea, omba kemea, omba kemea, omba kemea. Acha hii familia, acha hii familia. Iko na neema, iko na neema, iko na neema, iko na neema. Anamakama, anamarama, anaramasha. Kila kamba, kila minyororo, kila kamba, kila kamba, kila kamba, kata kamba, kata kamba, kata nira, na kata minyororo, na kata minyororo. Aramashaka, aramakoria. Kila mifungo, kila makaburi, kila majeneza, kila makaburi. Angalia siamuke huyo. Leo historia yako inaandikwa mwanangu. Leo historia yako inaandikwa. Waliandika mauti, mimi naandika uhai leo. Waliandika kifo, mimi naandika uzima. Katika jina la Yesu. Kila mikataba na minyororo ya ukoo tunapata kwa moto. Kila uchawi wa mafundo, uchawi wa pombe tunapiga kwa moto. Walitumia pombe, wakatumia uchawi, wakatumia jina, wakatumia fundo. Saa yako imefika, saa yako inuka. Nyota yako inaamuka, neema yako inaamuka. Rakapaka, rababababa, kene mashaka, kene marama, haramata, harabababa, haramamamasha, hatabadadadadada. Omba, kazana mwanangu, omba. Leo napigwa, leo wamekamatwa, leo wamekamatwa. Walikuwa wananipangaga, leo wamekamatwa, leo wamekamatwa. Ongea kwa ujasiri mwanangu, Yusta, ongea kwa ujasiri, tembea kwa ujasiri, tembea kwa ujasiri. Pokea neema hiyo, tembea kwa ujasiri, tembea kwa ujasiri. Kemea vinachomoka, kemea vinachomoka, kemea vinachomoka, kemea vinachomoka, kemea, 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 kemea vinachomoka, kemea vinakuachia, kemea wanatoka. Anamakama, anamarama, kemea mwanangu, kemea mwanangu. Sisi ongole basaka, kazana kemea, kazana kemea, kazana kemea. Usife moyo, kemea, 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 kemea. Leo, leo unateka nyara, leo unateka nyara,
kila cha kwako kinakamatwa leo, nakamatwa 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 leo, nakamatwa. Achieni kabisa leo, umekamatwa kwa jina la Yesu. Achia, achia kwa jina la Yesu. Achia toka kwa jina la Yesu. Achia toka, achia toka kila kilinde cha damu na vunja damu, agano la damu la mashakama mashaka alamakoria alamatoria alamashaka nabila kamata takatia toka, takatia toka, takatia toka, takatia toka. Kazana omba mwanangu, akoroni omba, omba kazana, 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 Zakaria kazana, wewe lako kazana, kazana matoka, bali mashaka, haya matoria, ana masaya, haya baba, rata rata rata, rata rata, rana makaba, rana makaba, rana masika, yete tete tete, yete tete tete, hiya tena, hiya kwa jina la Yesu. Tunaweka, wanateketea, wanaacha vitu vyako, wanateketea, wanaacha vitu vyako, wanateketea, wanateketea. Kibali kinakuja, nyota yake inarejea, nyota yake inarejea, neema inarejea. Ana marama, ana baba, raka baba, raka baba, raka baba, raka baba. Kwa jina la Yesu, Baba anatoka, akonia chapinama, omba kazana mwanangu, omba kazana mwanangu, omba kazana mwanangu. Piga, piga aliyokupiga leo, piga aliyokupiga leo, alikasalia, jiwe jiwe jiwe, alikasalia, jiwe jiwe jiwe, jiwe jiwe jiwe, jiwe jiwe, yote. Haramasa, jema mwanangu, jema mwanangu kwenye levo kubwa. Kila nyota yake, kila roho, nyota, nyota, haitaka nyota, haitaka nyota. Kila malango yake, kwenye lango la bahari, walipounganisha jina lako, ninaita nafsi yako, ninaita nafsi yako, ninaita nafsi yako. Lango la bahari, likutapike leo, bahari ya saba, bahari ya tano, bahari ya saba, bahari ya tano, nakutoa, nakutoa, nakutoa. Kila roho yote, nafanya mapinduzi, nafanya vita kwa moto leo, ninapigwa leo, kila vilinge vinapigwa, kila vilinge vinapigwa. Ana mashaka, yana maramasa, yana maramako, yana makata, yana maramasa, kwa moto leo. Sema na hiyo ardhi, sema na huko ulikozaliwa, sema na huko ulikozaliwa. Toka katika vyao, toka katika vyao, toka jia, toka jia, toka jia, toka katika vyao, toka katika vyao. Yes, wanatesa maisha yako. Omba, omba, omba afya, rudisha, rudisha uzima, rudisha uzima, rudisha uzima, rudisha uzima, uzima. Kazana, 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 usinyamaze, sijakamu nyamaza. Kazana, piga, 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 piga. Ora masika, yanda rabakoni ya masaka, yata rabashede delelisi. Naachia uponyaji, naachia uponyaji, naachia uponyaji, naachia uponyaji, naachia uponyaji. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji. Kamata sadaka yako, kamata sadaka yako yote, kamata sadaka yako yote. Kwa imani kamata sadaka yako yote. Utanielewa kupitia haya maombi. Kamata sadaka yako na Yohana inasema mbele za Bwana. Ninapoenda kuhitimisha maombi haya, tukutane Ijumaa na Jumapili.
Ibada zilizobaki ni ibada za kawaida. Bado nipo nagusia, sijamaliza. Nimegusia, sijafika mahali. Nitafika, nitakupa dalili. Alafu nitakusaidia namna. Hapa tumepasha kidogo. Kora masa. Yanda nasaidia wadumu kumosho. Rine masika yata. Wadumu wakikikimia vipi, come on. Rine masa. Pamoja sadaka yako yote. Nikisema sadaka ina maana. Maombi yote ya vita huwa nasukuma sadaka mbele za Bwana. Sio kwangu peke yangu. Popote utakapoomba maombi ya vita kama haya, make sure na inua licho nacho kwa ajili ya Bwana, kwa sababu kinakamilisha ibada hii, kinakamilisha maombi. Na kwa kama ukumbusho, nyanyua mkono wako juu na sadaka, una sadaka. Nisema Bwana Yesu, asante kwa hatua hii. Asante kwa hatua hii. Asante kwa hatua hii. Asante kwa hatua hii. Tamka kwa sauti. Asante kwa hatua hii. Asante kwa maarifa haya. Asante kwa ufahamu huu ulionipa tena katika Jumapili hii. Sijatoka kawaida, nimetoka kivingine. Asante Bwana Yesu, kwa sababu umeniinua, kwa sababu umenifungua na umenipa hatua tena katika jina la Yesu. Yesu Kristo, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya maombi haya. Ninakuinulia sadaka hii ikawe kama ukumbusho katika ulimwengu wa roho. Wiki yangu ya kesho haitakuwa wiki ya kawaida, itakuwa wiki ya ushindi katika masomo, katika kazi, katika familia, katika uzao, katika biashara. Haitakuwa wiki ya kawaida. Yesu, nakushukuru. Asante kwa sababu umenitendea mema. Inafunga visasi na malipizi. Wao waliinua sadaka, nami nimeinua sadaka. Wao walinilaani, wewe umenibariki. Yesu, ninakushangilia. Asante kwa uponyaji wako katika jina la Yesu. Amen. Usikose Ijumaa, usikose Jumapili. Tutakuwa na mwendelezo wa sehemu ya 3. Leo tunaomba kidogo, lakini Mungu akupe neema na Mungu akupe kibali. Kama mambo yako vizuri, ratiba zako vizuri, Ijumaa saa 11 tutakuwa hapa, na Jumapili mapema usikose baada ya marumo hiyo. Mungu akubariki na Mungu akulinde.